If you know you are free, shout a bigger hallelujah. I'm not hearing a breaking limit, hallelujah. Lift up your voice and go before him in thanksgiving. What a faithful God he is. Oh, wonderful God. You are great. Thank you for the testimonies we had this morning. Thank you for the first service. And thank you for this second service. Lord, we celebrate your holy name. Lord, we worship you. Lord, we adore you. No one is like unto you. You are worthy to be glorified. You are worthy to be praised. You are worthy to be adored. Is somebody thanking him this morning? Is somebody giving him all the glory for all he have done for you in the course of the month? We celebrate your holy name. Blessed be 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 your holy name. Thank you and thank you and thank you and thank you. No one is like unto you. Ask him to visit you in this service today. Ask him to visit you. He have not called the seed of Jacob to seek him in vain. Lord, visit us in this service today. Lord, break every barrier limiting our destinies. Break every barrier, Lord, stagnating our destinies. On this covenant day of breaking invisible barrier, in the name of Jesus Christ of Nazareth, lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Oh, barriers must be broken today. You must move to your promised land. You must move to your promised land. You must possess your possession. Nothing shall hold you down anymore. Nothing shall hold you down anymore. Because you are in this service today, nothing shall hold you down anymore. Somebody lift up your voice and pray. Somebody lift up your voice and pray. Oh, Makato Shakia Takabo Shikataliaba. Oh, Yekata Brashube Landekia Takatoliaba. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ. Somebody shout a louder amen. My God shall visit you in this service today. The team of this service will answer in your name. He will answer by his name in your life. I'm not hearing a louder amen. I'm not hearing a louder amen. You shall return with testimonies today. In Jesus' glorious name. I'm not hearing a louder amen. You are welcome. It is my year of breaking limits. Please have your seat. Welcome to this second service. We appreciate God for the first service. And we thank God for all he has done in the month of June. From the first Sunday to this last Sunday. Both as a church, as an individual. To him alone be all the glory. In the name of Jesus Christ. It's our covenant day of breaking invisible barriers. And as God have gathered us for that purpose, it shall be fulfilled in our lives. I'm not hearing a louder amen. The theme of this month is serving God pays the most. From Job chapter 36 verse 11. If they will obey and serve him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. If they obey. And that means that there is something your obedience to serve God brings to you. It cannot be overemphasized.
And it cannot be exhausted. Na wala hatuwezi kuzungumza namna ya kutosha. This cannot be enough to tell you things you enjoy when you serve God. Maneno ya kawaida hayatoshi kukuelezea mambo unayoyafurahia au baraka unazopata kupitia kumtumikia Mungu. Our teaching series is serving God. Mfululizo wetu wa masomo ni kumtumikia Mungu. The interest of his kingdom. Na matakwa ya ufalme wake. Pays the unmatchable. Kunalipa namna ambayo hailinganishiki. Part 4B. Ili sema 4B. Serving God. Kumtumikia Mungu. And the interest of his kingdom. Na ile matakwa ya ufalme wake. Pays the unmatchable. Inalipa namna ambayo hailinganishiki. Pays the best. Inalipa bora kuliko vyote. Hallelujah. Hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia hallelujah kubwa. Because we serve a rewarder God. Hao tunamtumikia Mungu atwaye thawabu. Who is committed to reward. Ambaye anawajibika kutoa thawabu. That is why service pays. Ndio maana utumishi unalipa. God is not a taskmaster of Egypt. Mungu sio mtumikishaji wa Misri. God is a rewarder. Mungu ni mtoa thawabu. See how Hebrew chapter 11 verse 6 describe him. Ona Ibrania 11:6 inavyomuelezea. He is a rewarder of those that diligently seek him. Huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Hallelujah. Hallelujah. I'm not hearing a bigger amen. Sisikia amina kubwa. There is a reward for every service in the kingdom. Kuna thawabu kwa kila utumishi katika ufalme. You know, in 1 Corinthians chapter 7 verse 6, Wakorintho wa kwanza 3:6. you say I planted. Sasa mimi nilipanda. I have planted. Nilipanda. Apollos watered. Apollo akamwagilizia maji. And God gave the increase. Mungu ndiye akaleta And maongezeko. verse 8 says, Mstari wa 8 nasema, he that planted yule apandaye and he that watered are one. naye amwagiliaye maji ni wa moja. Every man Lakini kila mtu shall receive his own reward atapata thawabu yake according to his own labor. sawa na taabu yake There mwenyewe. is a reward for every labor in the kingdom. Kuna thawabu au kuna mshahara And kwa he kila said, utumishi katika ufalme. we are laborers together with God. Maana si tu wafanyakazi pamoja na Mungu. We labor together to the building of the kingdom. Tunafanya kazi pamoja na Mungu To the kujenga ufalme. expansion of the kingdom. Katika kutanuka kwa But ufalme. every one of us shall receive Lakini kila mmoja wetu atapokea his own reward according to his own level. thawabu yake sawa sawa na kazi yake. If you read Revelation Kisoma kitabu cha Ufunuo. chapter 22 verse 12. Ufunuo 22. Revelation 22 verse 12. Ufunuo He 22:12. said, behold, Tazama, I come quickly, naja upesi, and my reward is with me, na ujira wangu u to pamoja give nami, every man kumlipa kila mtu according to as his work shall be. sasa na kazi yake To ilivyo. give every man. Kumlipa kila mtu. There is a reward God gives to every man according to his work. Kuna thawabu, ujira au mshahara ambao Mungu anampa kila mtu kulingana You na are kazi not yake. wasting your time serving God. Haupotezi muda unapomtumikia Mungu. Serve him. Mtumikie. Begin by engaging in joining service unit in the church. Anza kwa kujiunga kupitia kikundi cha utumishi kanisani. There are many of them have been enumerated even last Sunday. Vikundi vipo vingi, tulivitaja hata Jumapili iliyopita. There is always a service unit you can serve very well. Wakati wote kuna kikundi ambacho unaweza kutumika vizuri kwenye hicho. From there, Kuanzia hapo, go to the extent of spiritual stewardship. kuwa sasa mpaka ufike mahala pa kutumika utumishi wa kiroho. By praying kingdom advancement prayers as a lifestyle. Kwa kuomba maombi ya kusogeza mbele ufalme wa Mungu kama ndio mtindo wa maisha yako. And reaching out to souls. Na pia kwenda kuvuna nafsi. Reaching out to souls. Kwenda kuvuna nafsi. There are many ways to reach out to souls today. Kuna njia nyingi sana za kuziendea It might nafsi. be one-on-one evangelism. Inawezekana ni ule uinjilisti wa It kuongea na might mtu be mmoja giving mmoja. them compelling invitation to Inawezekana church. kuwaalika kwa nguvu. It have been experience here have shown that many that give their life to Christ are those invited for the first time. Uzoefu unaonyesha hapa wale wengi ambao wanakuwa wakitoa maisha yao kwa Kristo ni wale ambao walialikwa kwa mara ya They kwanza. come here to surrender. Wanapokaribishwa basi wanakuja hapa kutoa maisha yao. God is pleased. Mungu anapendezwa kwa One of hiyo. the commandments of soul winning is compelling invitation. Moja ya agizo la kuvuna nafsi ni kwamba tuwakaribishe kwa kuwalazimisha. According to Luke chapter 14 verse 23. Sasa na Luka The 14:23. Lord said to his servant, go to the highways and Bwana hedges. alimwambia mtumwa wake, nyenda njia panda Compel them to come in, mipakani, washurutishe waje that my house may be filled. ili nyumba yangu ipate kujaa. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Please serve God.
tafadhali mtumikie Mungu. Teach your children now they are young how to serve God. Wafundishe watoto wako sasa namna ya kumtumikia Mungu. If you read Psalm 22, Zaburi 22 verse 30, mstari wa the 30. Bible says a seed shall serve him. Inasema uzao wake utamtumikia. And he shall be counted to the Lord for a generation. Na itahesabiwa kuwa baraka ya kizazi. A seed shall serve him. Ule uzao utamtumikia. Hallelujah. Hallelujah. Teach them how to pray kingdom advancement prayers. Wafundishe namna ya kuomba mambo ya kusogeza mbele ufalme wa Mungu. Don't say they are still small. Useme ni watoto. They are still teenager. Useme ni This watoto is the wadogo. time to get them. Huu ni wakati wa kuwapata. Teach them when you are going to evangelism, let them follow you. Unapokwenda kwenye uinjilizi wachukue nyenda nao. What you are doing, unachokifanya you might not know, but you will know later. Unaweza usijue umuhimu wake, lakini utajua baadaye. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Many are serving, but they are not carrying their children along in service. Wengi wanatumika lakini hawawabebi watoto wao wanapotumika. You are not committed to see them serve God. Hauwajibiki kuhakikisha kwamba na wao wanamtumikia Mungu. That is the secret God's servant used to train his children to what they are today. Hiyo ndio siri ambayo askofu Right alitumia from the tender age, they knew how to serve God. kuwafundisha watoto wake tangu wakiwa wadogo kabisa, walijua namna kumtumikia Mungu. The resident pastor of Winner Chapel, Maryland, Pastor Isaac, said one day, Nimesikia mchungaji Isaac akisema in siku those moja, days, Papa will go in Saturday night to pray for service. nyakati hizo askofu And he will angekwenda carry him. usiku kuombea ibada, angewabeba kwenda nao. Even as small as they are. From Pamoja tender age, they knew how to serve God. pamoja na kwamba walikuwa wadogo, alikuwa anawachukua wanakwenda kuomba pamoja naye. Tangu wadogo walijua namna ya kumtumikia Mungu. Thank God for the education you are giving to them. Tunashukuru Mungu kwa namna ambavyo unawaweka wakfu. Education without Christ can lead to destruction of their life. Na tunamshukuru Mungu kwa elimu unayowapa. Elimu pasipo Kristo haitaleta matokeo kwenye maisha yao. Teach them now how to serve God. Wafundishe sasa namna gani ya There kumtumikia are many Mungu. people who have teenagers, and on Sunday morning the teenager say, I'm not going to church, and you leave her or him. Kuna wazazi You are wengi not teaching him well. wana watoto wadogo, wanapokuja Jumapili kanisani watoto wanakataa na wazazi wanawaacha majumbani. You'll be in church. Wewe unakuwa upo kanisani, You'll be in unatumika. church, Upo worshiping kanisani, God. unamwabudu Mungu. And your teenager daughter, Na mtoto wako your mdogo, teenager son mtoto wako mdogo wa kike na wa is in kiume the house yuko nyumbani watching pornography. anatazama picha za ngono. A seed shall serve him, Uzao wake and utamtumikia he shall be counted for na generations. itahesabiwa kwa vizazi The vingi. Bible says, train a child when he is young. Yesu amfundishe mtoto awapo mdogo, When he is old, he shall not depart from it. akiwa mzee hatoiacha hiyo njia uliyomfundisha. You will hear of a robot say, my mother teach me this. Tamsikia Including Robert tithing. akisema mama yangu alinifundisha hili Including pamoja tithing. na kutoa The fungu la mother 10. taught him at tender age how to tithe. Mama yake alimfundisha akiwa na umri mdogo namna ya kutoa fungu Papa la will 10. always tell us the story of how the grandmother taught him tithe. Askofu anatuambia wakati wote namna bibi yake alivyomfundisha living kutoa with him. fungu la 10. What are you teaching your children today? Wewe unawafundisha watoto wako nini leo? Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Don't go to evangelism and leave them in the house. Usiende kwenye uinjilishi ukawaacha watoto nyumbani. When you show them the way of God, Waonyeshe njia ya Mungu. you will rejoice tomorrow. Na utakapoonyesha njia ya Mungu kesho That utafurahia they know God. kwamba wanamjua Mungu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. I'm not hearing a bigger Sikia haleluya hallelujah. kubwa. A child you pamper today Mtoto unayemdekeza leo will tamper with your rest tomorrow. ataondoa amani yako A kesho. child you pamper today Mtoto unayemdekeza leo will tamper with your rest tomorrow. ataondoa amani yako kesho. That's why it's a responsibility. Ndio maana ni wajibu. You want to present. We are praying for the church today. Tunaombea kanisa leo. And you see, there might be 5 years now, there might be 6 years. Wanaweza kuwa na miaka 5, miaka In 6. years to come, they will be telling the story of how they used to follow you to pray. How they Miaka used ya to follow you to baadaye watakuwa evangelism. wakitoa historia namna gani walikuwa wakienda pamoja nawe kuomba. When I was passing one station 5 years ago, Nilipokuwa nikichunga kituo fulani miaka 5 iliyopita, I know most of the families come with their children. ninajua for familia evangelism. nyingi zilikuwa We zinakuja go na together. watoto wao. As we are going, they are rushing to give handbill. Na They are rushing. watoto nao wanakuwa kwenda kwenye injilisi wanatoa vipeperushi pia. It was a routine for them. Ilikuwa ni desturi kwao. And they are going to know that serving God Na is wale really what watoto to do. wamekuwa wakikuwa na utambuzi kwamba kumtumikia Mungu kunaleta thawabu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. People, what am I saying? Watu wa Mungu wanasema nini? The greatest investment you can do or inheritance you can leave to your child Urithi mkubwa unaweza kuachia watoto wako is leaving Jesus inside him. ni kuachia Kristo ndani yao. Living to have a heart for God.
kwamba kuachia wewe na moyo wa kumpenda Mungu na ufalme wake. God's servant children are testimony everywhere they are. Watoto they don't disturb or anything. I'm telling you the truth. Watoto wa askofu ni ushuhuda popote walipo. Everybody that walk close to them or come close to them always celebrate God for them. Hawana usumbufu wa namna yote. Watoto wanaotenda kazi pamoja nao waga wanawafurahia. They were taught the things of God. Maana walifundishwa mambo ya Mungu wakiwa wadogo. In those days, God's servant hired somebody teaching them Bible when they were young. Nyakati hizo mtumishi wa Mungu alimlipa mtu anawafundisha Biblia wakiwa wadogo. They were teaching them academy, that somebody teaching them Bible. Kama ambavyo walimu wanawafundisha masomo ya shuleni, kuna mwalimu mwingine alilipwa ili kuwafundisha masomo ya Biblia. They are not where they are to be because of their father, but because they are tutored. Hawako hapo walipo leo katika mafanikio waliokuwa nao kwa sababu ya baba yao, lakini ni kwa sababu walifundishwa walipokuwa wadogo. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sikia hallelujah kubwa. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sikia hallelujah kubwa. What do I stand to gain when I serve God? Ninanufaika nini ninapomtumikia Mungu? One profit of service is supernatural protection. Faida mojawapo au ya kwanza ya utumishi ni ulinzi wa kiungu. When you serve God, unapomtumikia Mungu, you commit God to protect you. Unamfanya Mungu akulinde. You commit God to protect you. Unamfanya Mungu akulinde. To preserve you. Akuhifadhi. You commit God to keep you. Unamfanya Mungu akulinde. And whosoever God kept, na yote anayelindwa na Mungu, cannot be hurt by enemies. Hawezi kudhuriwa na adui. Jesus sent the 70. Yesu aliwatuma 70. In Luke chapter 10. Luka 10. And in verse 17 they returned. Mstari wa 17 wakarejea. And they will return with joy. Walirejea kwa furaha. And in verse 19, mstari wa 19, Jesus said, not only that you are rejoicing, but I have given you power. Asa msifurahi tu, lakini nimewapa mamlaka. This power to tread upon scorpion and mamlaka serpent. kukanyaga nge na nyoka. And he said, and nothing nasema na hakuna kitu shall by enemies hurt you. kitakacho wazuru. When God keeps you, nothing can hurt you. Mungu anapokulinda hakuna kitakacho kudhuru. kudhuru. And you secure that supernatural protection in service. Na unaupata ule ulinzi wa kiungu kupitia kumtumikia. Because God knows that they will not kill you. Kwa sababu Mungu anajua, God knows that if they kill you, Mungu anajua kama wakiweza kukuua, there are a lot of people he will lose that will not be brought to the kingdom. Kuna watu wengi ambao hawataletwa kwenye ufalme. He knows that if you are alive, anajua kwamba kama maisha yako, you will bring more souls to the kingdom. Ukiwa hai utawaleta nafsi wengi kwa Kristo. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. God secures his servant. Mungu waga anawalinda watumishi wake. I'm a living testimony. Mimi ni ushuhuda ulio hai. I have pastored Boko Haram place, a Bauchi place, many years ago. Chunga kanisa ambalo ndo makazi ya Boko Haram. I know what we faced there. Najua tulivyokabiliana navyo. I know how God was committed to protect me. Najua namna gani Mungu alitulinda huko. In 2015 August 20, 2015 I went to mwezi wa 8 tarehe 20, a place Fulani herdsmen were killing people. Nilikwenda mahala ambako wa fulani walikuwa wakiwaua watu. They caught me and the driver driving me. Walinikata mimi mapanga na dereva alikuwa akiniendesha. People can't explain how we came there alive. Hatuwezi kueleza tulitokaje mikononi mwao hai. At that spot. Katika hilo tukio. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Because God is committed to my protection. Nilitoka kwa sababu Mungu anawajibika kunilinda. From that 2015 till now. Toka 2015 mpaka sasa. I can't count how many souls. Siwezi kueleza idadi ya nafsi ambazo nimezileta kwa Kristo. In many towns. Katika miji mingi. Through preaching, through going out for evangelism. Kupitia kuhubiri, kupitia kwenda kwenye uinjilisti. That's why God kept me alive. Ndio maana Mungu ananitunza niwe hai. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia hallelujah kubwa. Number 2. Namba 2. When you serve God and the interest of his kingdom, unapomtumikia Mungu na matakwa ya ufalme wake, you are established in faith. Unathibitishwa katika imani. Obedience to soul winning commandment. Utii wa lile agizo la kuvuna nafsi establishes your faith. Linathibitisha imani yako. Your faith in God and that faith command exploits. Imani hiyo kwa Mungu na imani hiyo ndio inasababisha utende matendo makuu. That's why you must serve God. Ndio maana lazima umtumikie Mungu. Your faith will be established. Imani yako itathibitishwa. If you read Luke chapter 13 verse 6 to 9. Luka 13:6 mpaka 9. And also John chapter 15 verse 2. Yohana 15. Hallelujah. Hallelujah. I say hallelujah. Hallelujah. Let me read Luke chapter 13 verse 6 to 9.
Luka 13:6 He spake also a parable. Alinena mfano. Luke chapter 13 verse 6 to 9. Luka 13:6-9. Luka 13. He spake also a parable. A certain man had a fig tree. Anena mfano, mtu mmoja alikuwa na mtini planted in his vineyard. Umepandwa katika shamba lake la mzabibu. And he came and sought fruit thereon and found none. Akaenda akatafuta matunda juu yake asipate. He said to the dresser of the vineyard. Akamwambia mtunzaji wa shamba, these 7 years, tazama miaka hii mitatu I come seeking fruit on the fig tree. Nakuja kutafuta matunda kwenye mtini. And find none. Na sipati kitu, ukate. Why incubate it the ground? Mbona hata unaharibu nchi? And he answered and said, Lord, let it alone this year. Yule mtumwa akajibu akamwambia, Bwana uache mwaka huu. Shall I dig about it? And he dug it. Ni upalilie. And if he bear fruit, well. But if not, then that shall cut it down. Na ukizaa matunda baadaye vema, ila usipozaa ndio tu ukate. The faith of every Christian is not established if you are not bearing fruit. Imani ya muamini yoyote haithibitiki kama uzai matunda. The guarantee of the establishment of faith is in bearing fruit. Uhakika wa kuthibitishwa kwa imani yako ni kupitia kuzaa matunda. And number 3, it secures eternity for you. Inakupatia uzima wa milele. Luke chapter 10 verse 17 to 20. Luka 10:17-20. In verse 17 they rejoice. Verse 20, verse 19. Mstari wa 19. Jesus said, I give you power. But in verse 20, mstari wa 20, Jesus said, notwithstanding, in this rejoice not. Notwithstanding in this rejoice not. Kadhalika msifurahi tu kwa sababu mapepo yanawatii. That the spirits were subject unto you. Kama mapepo yanawatii. Rather rejoice. Lakini furahini. Because your names are written in heaven. Kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Rejoice because your eternity have been secured. Furahi kwa sababu umepata uzima wa milele. And you know eternity is, or heaven is, that is our focus of Christianity. Unajua mbingu ndio lengo letu la Ukristo. What the Bible says, what will it profit a man when he gain the whole world and lose his own soul? Biblia inasema itamnufaisha mtu nini akiupata ulimwengu wote akipoteza nafsi yake? The greatest profit is eternity. Faida kubwa ni kupata uzima wa milele. That's why when you are going about rescuing people from hellfire, ndio maana unapokwenda ukiokoa watu kutoka kwenye moto wa kuzimu, you secure eternity. Unapata ule uzima wa milele. Because what you are spreading is righteousness. Unapata haki. You can't give it if you don't have it. Na huwezi kuitoa hiyo haki kama wewe hauna. And if you have it, na ukiwa nayo, your eternity is secure. Ule uzima wa milele unahakikishiwa. Somebody say amen. Sema amina. But how do I serve God? Ninamtumikiaje Mungu? For it to be accepted and rewarded. Ili utumishi wangu ukubalike na upate thawabu. Remember, we have said a lot of things. Kumbuka tumesema mambo mengi. On the principle of acceptable stewardship. Katika zile kanuni za utumishi wenye kukubalika. You must serve God. You must serve God righteously. Kwamba lazima umtumikie Mungu kwa usafi, kwa haki. Umtumikie kwa uaminifu. You must serve God heartily. Umtumikie kutoka moyoni. You must serve God cheerfully. Na pia umtumikie Mungu kwa furaha. You must serve God diligently. Pia umtumikie kwa juhudi. You must serve God. Pia lazima umtumikie Mungu. Many of them we have talked about this month. Tumeongelea mengi sana katika mwezi huu. But I conclude with these two. Lakini nahitimisha na hizi mbili. Number 1 today. Namba 1 kwa leo. For your stewardship to be accepted. Ili utumishi wako ukubalike. You must serve God tirelessly. Lazima umtumikie Mungu pasipo kuchoka. Galatians 6 verse 9. Galatia 6:9. Don't be weary in well doing. Msichoke katika kutenda mema. For in due season. Maana katika majira makamilifu. You shall reap. Mtavuna. Anyone serving and fainting will miss the blessing. Yeyote ambaye anatumika na kuzimia atakosa baraka. I want you to receive a grace for continuity in service. Nataka upokee neema ya kudumu kuendelea katika utumishi. A grace not to be tired in service. Neema ya kutokuchoka katika utumishi. A grace not to give up in service. Neema ya kutokata tamaa katika utumishi. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Wakorintho wa kwanza 15:56. The Bible says, Biblia inasema, beloved brethren, ndugu zangu wapendwa, be ye steadfast, muimarike, unmovable, msitikisike, always abounding in the work of the Lord, kazidi sana kuitenda kazi ya Bwana, as much as you know kwa kuwa mjuavyo that your labor in the Lord ya kwamba taabu yenu katika Bwana is not in vain. si bure. 1 Corinthians 15:58. Wakorintho wa kwanza 15:58. Be steadfast, Muimara, serving
Tirelessness is being steadfast. Kumtumikia Mungu pasipo kuchoka ni kwa imara. Under the sun or in the rain you are unmovable. Kwenye jua, kwenye mvua hautikiswi. Not serving today and resting tomorrow. Sio unamtumikia leo kesho unakaa. But you are serving God continually. Lakini unamtumikia Mungu kwa uendelevu. That is what provoke the rewards. Hiyo ndio inapelekea thawabu kutokea. I pray you will not give up in service. Na kuombea usikate tamaa kwenye utumishi. You will serve tirelessly. Utatumika pasipo kuchoka. And not hearing a louder amen. Sisikia amina kubwa. Secondly today, cha pili kwa leo, that you should serve God with good will. Kwamba mtumikie Mungu kwa na nia njema. You must serve God with good will. Mtumikie Mungu kwa na nia njema. That is, you are serving God. Unamtumikia Mungu and wishing the kingdom of God well. Na ukiwa una nia njema ama unautakia mema ufalme wa Mungu. Not doing something with your hand. Sio kufanya kitu kwa mkono wako. And your heart is saying another na moyo wako unasema kitu kingine. Galatians chapter 6 verse 6 to 7. Galatia 6:6 mpaka 7. Galatians chapter 6 he said, no, Ephesians chapter 6 verse 6 to 7. Efeso 6:6 mpaka 7. Ephesians chapter 6 verse 6. He said, not with eye service. Si kwa utumwa wa macho tu. As men pleasers. Kama wajipendekezao kwa wanadamu. As servants of Christ. Bali kama watumwa wa Kristo. Doing the will of God from the heart. Ukitenda mapenzi ya Mungu kwa moyo. With good will. Ukiwa na nia njema. With good will. Kwa na nia njema. Doing service. Ukitumika. As unto the Lord. Kama kumtumikia Bwana. Not to men. Na sio kuwatumikia wanadamu. Not that you are praying, oh God, multiply this church. Sio kwamba unaomba Mungu lizidishe kanisa hili. And you are wishing that it will not happen. Na ndani yako unatamani kwamba kanisa lisiongezeke. Even going to the extent of doing saying a lot of things for it not to happen. Inafika mahala pia hata unatembeza maneno mengi ya uongo ili kanisa lisikue. You are only wasting your time if you are living such life. Kwa kufanya hivyo unapoteza muda wako. Your services will not be received. Kama unaishi maisha maana utumishi wako hautapokelewa. With good will. Asa fanyeni, tumikeni mkiwa na nia njema. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia hallelujah. Because God rewards us. Sa Mungu hutupa thawabu based on our heart. Kwa kutegemeana na kile kinachoendelea kwenye mioyo yetu. Attitude in service. Kupikia ule mtazamo wetu katika utumishi. What you are doing in your hand, is it aligning with what is in your heart? Je, unachofanya mkononi kinaendana na kilichoko moyoni mwako? We have met a lot of people in our years of service in different places. Tumekutana na watu wengi katika kipindi cha miaka yetu ya utumishi katika maeneo mbalimbali. We have seen people we thought that they are gathering with us, but they are scattering while we are gathering. Tuliona watu ambao tulizani wanakusanya pamoja nasi, kumbe wao wanatawanya. You might see them active, but they are scattering while we are gathering. Unaweza kuona wana juhudi lakini kumbe wanatawanya wakati sisi tunakusanya. Do service with good will. Fanya utumishi kwa nia njema. Because it is unto the Lord. Kwa sababu utumishi huo ni kwa Bwana. Nobody might know what you are doing. Hakuna anaweza kujua unachokifanya. But then what I have also observed. Kitu ambacho pia nimekiona. No matter how you pretend. Haijalishi unaigiza kwa kiasi gani. One day the truth will come out. Siku moja ukweli utatokeza. One situation will bring the truth out. Kuna jambo moja tu litaufichua ule ukweli. You will know that this person is not even with us. Tutajua kwamba huyu mtu kwamba hayuko pamoja nasi. He have been around but he's not with us. Kwamba yuko tu tuko naye lakini hatuko pamoja. It doesn't take time. Haitahitaji muda mwingi. You can't pretend all the time. Hawezi kuigiza muda wote. Men please, those doing eye service, it doesn't last for a long time. Wale wanaotumika utumishi wa macho ili waonekane hawadumu kwa muda mrefu. And the truth will be revealed. Na kwamba ukweli ipo siku utafunuliwa. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia hallelujah kubwa. I had one experience in 2010, 2011. 2011 niliona uzoefu fulani. The station I pastored in Bauchi State. Kituo ambacho nilichunga huko. We needed a land. Tulihitaji ardhi. The land was a very small money. Ardhi ilikuwa gharama yake ni kidogo sana. Even they have started pursuing the land before I came. Walianza mpango wa kununua hiyo, kutaka kununua hiyo ardhi kabla hata sijaja kwenye hicho kituo. The process of buying the land in this commission is so cumbersome. Mchakato wa kununua ardhi, a lot of documents are needed. Kwenye huduma hii ni mkubwa sana, kuna nyaraka nyingi zinahitajika. That process must follow. Haijalishi mmeipata hiyo ardhi kwa urahisi kiasi gani, zile hatua lazima mzifuate. This man is an elder. Kuna mzee mmoja kwenye kanisa. He's a chairman of our local church council. Alikuwa ni mwenyekiti wa bodi yetu ya kanisa. And we are together pursuing it. And tulikuwa naye pamoja tukifanya huu mchakato wa kuinunua hiyo ardhi. And he went wide against the church. He's a chairman. Na yeye ni mwenyekiti wa bodi ya kanisa. Started going to the towns. Every time that we are claiming that we have money,
Is this land we cannot buy? He was talking it everywhere. Yeye ndo alikuwa anazungumza kinyume nasi kila eneo. And when he was talking it, God was hearing. Alipokuwa akiongea hayo, Mungu alikuwa anamsikia. This is a chairman that's supposed to protect the church and tell the people. Huyu ni mwenyekiti aliyepaswa kulilinda kanisa na kulizungumzia mema. When I was told, I called him. Nilipoambiwa maneno yake nilimuita. He never denied it. Hakukana. But it was not up to 2 weeks he started doing that campaign. Alikuwa hajamaliza wiki 2 tangu ameanza kufanya kampeni ya maneno ya uzushi. That the leadership answered. Uongozi ukajibu. And send the money. Ukatutumia pesa. Hallelujah. Hallelujah. I invited him and said the money have come. Nilimkaribisha na kumwambia ile pesa tulikuwa tunataka tumeipata. Shame couldn't allow him to come back again. Aibu ya uso ilimzuia kunijia tena. When he see us coming, he will run away. Akituona tunatokeza upande huo anakimbia upande wa pili. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Not everybody around is with us. Sio kila tunayemwona anatuzunguka hapa yuko pamoja nasi. Are scattering. Wengine wanatawanya. And I pray. Na ninaomba that everyone serving God here. Kila mmoja anayemtumikia Mungu hapa will serve God with good way. Atamtumikia Mungu akiwa na nia njema. I'm not hearing a louder amen. Sisikia amina kubwa. I'm not hearing a louder amen. Sisikia amina kubwa. Zechariah chapter 1 verse 17. 1:17. As we look at before we rise up to pray. Kabla tujainuka na kuomba. The subject of breaking invisible barriers. Somo la kuvunja vizuizi visivyoonekana. In Zechariah chapter 1 verse 17. Zakaria 1:17. The Bible says, cry ye saying, thus says the Lord of hosts. Piga kelele tena kwa kusema Bwana wa majeshi asema hivi. My cities through prosperity shall yet be spread abroad. Miji yangu kupitia kufanikiwa itaenezwa huko na huko. And the Lord shall yet comfort Zion. Na Bwana ataufariji Sayuni. And shall choose Jerusalem. Atauchagua Yerusalemu tena. And verse 18. Mstari wa 18. And then I lifted up my eyes. Na mimi nikainua macho yangu. And saw. Nikaona. And behold 4 horns. Na tazama pembe 4. And I say unto the angel that talked with me. Nikamwambia yule malaika aliyesema nami. What be this? Nini hizi? He answered me. Akanijibu. These are horns. Hizi ndizo pembe. That have scattered Judah. Zilizowatawanya watu wa Yuda. Israel. Na Israeli. And Jerusalem. Na Yerusalemu. And the Lord showed me 4 carpenters. Kisha Bwana akanionyesha wafua chuma 4. And then said I. Ndipo nikauliza. What come this to do? Hao wanakuja kufanya nini? He spake saying. Akasema kwamba. These are the horns which have scattered Judah. Hizo ndizo pembe zilizotawanya wana wa Yuda. So that no man did lift up his head. Hata ikawa kuna mtu aliyeinua kichwa chake. To cast out the horns of the Gentiles. Lakini ili kuzivunja mataifa. Which lifted up their horn over the land of Judah to scatter you. Waliinua pembe yao juu ya Juda ili kuzitawanya. Hallelujah. Hallelujah. I say hallelujah. Hallelujah. There were activities of 4 horns. Kuna kazi zinazotendwa na pembe 4 which represent barriers. Ambazo zinawakilisha hizo pembe 4 vizuizi. Are satanic installations. Vizuizi ni vitu vya kishetani. To prevent you from fulfilling your destiny. Ambao vimewekwa ili kukuzuia usitimize hatima yako. Barriers are satanic limitations. Vizuizi ni mipaka ambayo imewekwa na shetani. That prevent you from accessing your blessings. Ili kukuzuia usipate baraka zako. Until the everlasting doors are lifted up. Hiyo milango ya milele isipoondolewa. The King of Glory will not come in. Mfalme wa utukufu hawezi kuingia. Psalm 24 verse 7 and 8 and 9. Zaburi ya 24:7, 8 na 9. Lift up your heads, O ye gates. Inueni vichwa enyi malango. And be lifted up, you everlasting doors. Inueni vichwa enyi malango ya milele. And the King of Glory shall come in. Ili mfalme wa utukufu apate kuingia. Who is the King of Glory? Mfalme wa utukufu huyo ni nani? The Lord want to come in. Bwana anataka kuingia. With his blessings in your life. Na baraka zake katika maisha yako. But there are everlasting doors. Lakini kuna milango ya milele. 1 Corinthians 16 verse 9. Wakorintho wa kwanza 16:9. The Bible say. Biblia inasema. A great and effectual door. Mlango mkubwa na kufaa sana. Are opened unto me. Umefunguliwa kwangu. But there are many adversaries. Lakini wako wengi wanipingao. There are many adversaries. Wako wengi wanipingao. There are many oppositions. Kuna upinzani mwingi. Who rise to opposite. Ambao unainuka ili kupinga. People of God, invisible barriers are real. Watu wa Mungu, vizuizi visivyoonekana ni kweli. Your denial of it. Kukana kwako kwamba havipo. Doesn't make it not real. Haifanyi kwamba hivyo vizuizi visiwe halisi. Hallelujah. They are real. Ni halisi. These invisible barriers are sponsored. Hivi vizuizi visivyoonekana by satanic forces. Vinaletwa na nguvu za kishetani. And strong men. Na watu wenye nguvu. And they are responsible. Na lengo lao. For a lot of things.
Ni kuhakikisha mambo mengi, including near success syndrome. Kwa mfano kushindwa karibu na You kufanikiwa. are almost there and never get there. Yaani unakaribia tu kufanikiwa mara unashangaa When ufanikiwi. you are about breaking forth. Karibu tu upate mpenyo. You are about getting one breakthrough or the other. Pale unapokaribia kupata mpenyo mmoja ama mwingine, The barrier comes to block it. kile kizuizi kisichoonekana kinakuja kuzuia huo mpenyo. One story or the other, they will be telling you one story or the other. Wataanza kuambia jambo hili na hili ndio limesababisha hilo jambo lisitokee. Many destinies have been truncated. Hatima nyingi zimeharibiwa. Many destinies have been destroyed. Hatima nyingi zimeharibiwa. Many blessings have been delayed. Baraka nyingi zimecheleweshwa Because of invisible barriers. kwa sababu ya vizuizi visivyoonekana. Hallelujah. Hallelujah. And these invisible barriers are caused by stubborn spirit. Na hizi vizuizi vinaonekana vinasababishwa na roho zile ngumu, and foundational strong men, roho ving'ang'anizi, who reside in families. Na nyingi zinatokea kwenye familia. Waging war on the members of families. Zinapiga vita kinyume na washirika wa hiyo familia. Ensuring that nobody succeeds in that family. Kutaka kuhakikisha kwamba hakuna mtu anafanikiwa kwenye hizo familia. Hallelujah. Hallelujah. That's why for you to overcome, ndio maana ili ushinde, you must reply them with spiritual warfare. Lazima uwajibu kwa kupiga vita ya kiroho. The language the devil understands is a language of warfare. Lugha ambayo shetani anaelewa ni lugha ya vita. Don't give it medical explanation. Usielezee kitabibu. Don't give it social explanation. Usielezee kwamba ni mambo tu yanayotokea kwenye jamii. Challenges are spiritual. Changamoto nyingi ni za kiroho. There are forces in the unseen realm. Kuna nguvu katika ulimwengu usioonekana. That is stopping those blessings. Ambao ndo zinazuia hizo baraka. Does not want you to move forward. Ambazo hazitaki usonge mbele. I said in the first service. Ni sawa kwenye ibada ya kwanza. That favor was only a tool the devil used. Farao alikuwa ni chombo tu ambacho shetani alimtumia. But the God of the land of Egypt, lakini ile miungu ya nchi ya Misri, the gods, it was not only one. Ile miungu, when you hear the gods, unaposikia miungu, they are many. Manake iko mingi. Sea marine powers, occultic powers, they are many. Manake miungu ya baharini, they were the one responsible. Iko mingi. Hii ndio ilikuwa inasababisha for the captivity of the Israelites. Ule uteka wa wana wa Israeli. Even when God prophesied to them, hata ambapo Mungu alitoa unabii kwao, they will stay in the strange land for 400 years. Kwamba watakaa katika nchi ya ugeni kwa miaka 400. They supposed to leave Egypt by 400 years. Walipaswa kuondoka Misri miaka 400 ilipotimia kama Mungu alivyoagiza. But they had extra 30 years. Lakini walichelewa kwa miaka 30 baadaye. Kwa sababu ya vizuizi. Hallelujah. Hallelujah. And God knew. Mungu alijua. He told Moses. Alimwambia Musa. In Exodus chapter 12 verse 12. Kwenye Kutoka 12:12. I will pass through the land of Egypt tonight. Tapita katika nchi ya Misri usiku wa leo. And I will smite all the firstborn. Nitapiga wazaliwa wa kwanza. In the land of Egypt, katika nchi ya Misri. Man and beast. Wanyama na wanadamu. And against all the gods of Egypt. Dhidi ya miungu yote ya Misri. I will execute judgment against them. Nitatoa hukumu. And when God did, na Mungu alipotoa hiyo hukumu, Pharaoh was powerless. Farao alipoteza nguvu zake. Pharaoh ran to Moses at night. Farao alimkimbilia Musa usiku. You people can go. Akamwambia nyinyi watu mnaweza kuondoka. You people can go. Nyinyi watu mnaweza kuondoka. He was in a haste. Kwa sababu alikuwa kwenye haraka ya kuwatoa. The source of his high-heartedness had been dealt with. Alikuwa na haraka ya kuwaondoa kwa sababu kile kilikuwa sababisha awe mgumu kimeharibiwa. Many things happening to you are not just happening just like that. Vitu vingi vinavyokutokea vitokee tu hivi hivi. There is no smoke without fire. Hakuna moshi pasipo moto. It's activity. That's one of the invisible barriers. Is one of the things the devil uses to block people's access to their blessings. Vizuizi vinaonekana ni moja ya kitu ambacho shetani anakitumia kuwazuia watu wasipate baraka zao. Including answers to prayers. Pamoja na kuzuia maombi. You know, in Daniel chapter 10. Danieli 10. Daniel prayed. Danieli aliomba. Gabriel was bringing the answer. Malaika Gabriel alikuwa analeta majawabu. But in the spiritual realm there was a barrier. Lakini katika ulimwengu wa roho kulikuwa na kizuizi. The prince of Persia. Ambaye alikuwa analeta mkuu wa anga wa Persia. The angel Gabriel couldn't deliver the answers. Yule mkuu wa Uajemi alimzuia malaika Gabriel asipeleke majawabu. Barrier block your way, he can't move. Vizuizi vinakuzuia wewe usiweze kusonga mbele. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. If you are walking, kama unafanya kazi, if you are running, if you are driving and there is a barricade on the road, kama unatembea unaendesha gari na kuna kizuizi kwenye njia mbele, until it is removed, kile kizuizi kisipoondolewa, until it is removed, kile kizuizi kisipoondolewa, you will be there. Utabaki hapo hapo. You won't move anywhere. Hauwezi kusonga mbele. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. I'm not hearing a big hallelujah. Sikia hallelujah kubwa. And that was the walls of Jericho was a barrier.
Zile kuta za Yeriko ilikuwa ni kizuizi. In Joshua chapter 6, reading from verse 20. Yoshua 6 kuanzia mstari wa 20. The children of Israel couldn't go in to possess their land. Wana waweza kuingia ndani kumiliki nchi yao. They couldn't go in to possess their land. Hawaweza kuingia kumiliki ile nchi. A physical barrier. Kwa sababu kulikuwa na kizuizi cha mwilini. Until the walls of Jericho crumbled. Zile kuta za Yeriko mpaka zilipoanguka. The people of God could have been stagnated. Ndipo waliweza kusonga mbele, na kama zisingeanguka wangedumaa. There were spiritual walls of Jericho. Kuna kuta za kiroho za Yeriko. One time I read about that was how thick it was. Siku moja nilijifunza kuhusiana na huo ukuta namna ulivyokuwa mkubwa. It was so high. Ulikuwa ni mrefu na ni mpana. There's no how you do it. Hakuna namna ungeweza kuangusha. You can pass unless it's broken. Na hakuna namna unaweza ukapita mpaka umedondoka. People of God, that's why we are here today. Watu wa Mungu, ndio maana tuko hapa leo. To destroy those barriers. Kuharibu hivyo vizuizi. For us to access our testimony. Ili tuweze kupata shuhuda zetu. For us to move forward. Ili tuweze kusonga mbele. Maritally. Kindoa. Financially. Kifedha. Academically. Kitaaluma. In all wise for us to move katika forward. maeneo yote ya maisha yetu ili tuweze kusonga mbele. The barriers must be broken. Vizuizi lazima vianguke. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Wherever the devil have put 4 horns. Popote ambako shetani ameweka pembe 4. God have 4 carpenters. Mungu anawafua vyuma 4. Each one to deal with each one. Kila mmoja kushughulikia pembe moja. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Invisible barriers are real. Vizuizi visionekana ni halisi. But more real is our deliverance from them. Lakini uhalisi mkubwa ni kwamba tunaweza kuvishinda. Is their destruction. Uhalisi mkubwa ni kwamba zinaharibiwa. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. And you must fight. Lazima upigane to see it broken. Ili kuona vizuizi hivyo vikivunjika. In 1 Timothy chapter 6 verse 12. Timotheo kwanza 6:12. Fight a good fight of faith. Pigana vita vizuri vya imani. Fight a good and lay hold on it. There are things you will not lay hold in this kingdom until they crumble, until barriers are crumble. Kuna vitu utovipata katika ufalme huu mpaka vizuizi vimeanguka. Hallelujah. Hallelujah. Warfare. Vita is part of our Christian adventure. Vita ni sehemu katika safari yetu ya Ukristo. Let me read most of the things I wrote yesterday. Nisome miongoni mwa vitu nilivyoandika jana. Because many people are not ready to fight. Sasa watu wengi hawako tayari kupigana. And that's why they are not ready. Hawako tayari to possess their possession. Hawako tayari kupigana, ndio maana hawako tayari kupata miliki zao. In Deuteronomy chapter 2 verse 24. Kumbukumbu la Torati 2:24. Deuteronomy chapter 2 verse 24. Kumbukumbu la Torati 2:24. God say, rise ye up. Mungu asema inukeni. Take your journey and pass over river Arnon. Anzeni safari, piteni mto Arnoni. I have given into thy hands Simon the Amorite. Nimemtia mkononi mwenu Simoni, king of Heshbon, mfalme wa Heshboni. And his land I have given it to you. Pamoja na nchi yake nimewapa. Begin to possess it. Anzeni kuimiliki. Contend with him in battle. Mshindane naye katika mapigano. If you must possess it, I have given it to you. Nimeshakupatia. I have said that this year is your year of breaking limits. Nimesema huu ni mwaka wako kuvunja mipaka. Isaac order of year. Mwaka kama wa Isaka. A year of increase. Mwaka wa maongezeko. But you need to fight. Lakini unahitaji kupigana in order to possess it. Ili umiliki miliki zako. Hallelujah. Hallelujah. I wrote yesterday before you sleep. Kabla hujalala. That you cannot be victorious if you are not in the battle. Hawezi kushinda kama uko vitani. There is no celebration of victory without warfare. Hakuna sherehe ya ushindi kama vita haipo. Until you go to the field of battle. Usipokwenda katika uwanja wa vita. There is no possibility of emerging victorious. Hakuna namna unaweza kuinuka kuwa mshindi. When God wants to give you victory. Mungu anapotaka kukupa ushindi. He allows you to go through battles. Anakuruhusu upite kwenye vita. When you get to the field of battles. Unapopita katika uwanja wa vita. With a positive mindset. Na mtazamo ukiwa chanya. You fight with armor given to you by God. Utapigana kwa silaha ambazo Mungu amekupa. And you will record unchallengeable victory. Na utapata ushindi ambao usiokanika. And I say you must forget the idea of victory. Idea of testimony without battles. Sahau wazo la ushindi au shuhuda pasipo vita. Or you forget or overcoming without facing challenges. Sahau habari ya kushinda kama hutokabiliana na changamoto. You need to know. Unahitaji kujua. It is the battle you get involved. Ni ile vita ambayo unaipigana. That can help you to record victory. Ndio inaweza kusaidia wewe kupata ushindi. Hallelujah. Hallelujah. Understand this. Elewa hili. That it is battle you get involved. Ile vita ambayo unaipigana. That you need to be conscious of the fact that every battle is an opportunity. Inabidi uwe na utambuzi huu kwamba kila vita ni fursa. To have a celebration of victory. Na wewe kupata sherehe za ushindi. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia hallelujah kubwa.
I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia haleluya kubwa. Contention, mapigano, is a womb ndio tumbo of possession. la kukupa wewe umiliki. What you are not ready to contend in battle, kile ambacho uko tayari kupigana nacho katika you vita, are not ready to possess. au uko tayari kukimiliki. God's servant sent us this his words again. Mtumishi wa Mungu amekuwa akisema maneno yake tena na tena, that what you don't want you don't watch. kwamba kile usichokitaka usikitazame. What you don't want you don't watch. Kile usichokitaka usikitazame. Whatever you don't resist, chochote usichokizuia, has the right to remain. kina haki ya kubaki. Whatsoever you don't confront, chochote usichokikabili, you cannot conquer. hauwezi kukishinda. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. Somebody bless, shout amen. Umebarikiwa, sema amina. Somebody bless, shout amen. Umebarikiwa, sema amina. Lift up your voice and appreciate Inua it. sauti yako, mshukuru Mungu. And be ready for battle. Na ukae mkao wa vita. God is on your side. Mungu yuko upande wako. Every invisible barrier Kila kizuizi kisichoonekana shall crumble today. taanguka leo. Every spiritual and physical walls of Jericho Kila kuta za kiroho na za kimwili za shall Yeriko fall down flat today. zitaanguka leo. I'm not hearing a louder Sikia amen. amina kubwa. The God's people stagnated because of a wall Watu wa Mungu walidumaa kwa sababu ya ukuta. in the spiritual Kiroho realm, a wall. una vita. I remember the story of God's servant Nilikumbuka habari ya mtumishi wa Mungu when this church started. kanisa hili lipoanza. And he said, no, the way this church is growing, no. Asema hapana, namna ile kanisa He linavyokuwa entered into hapa. 3 days fasting with the staff. Aliingia katika mfungo wa siku He tatu said, na "Man, wafanyakazi. God told you, follow me." Asa katika mfungo Mungu alimwambia He said nifuate. he left the building and outside. Asa akaacha jengo akatoka Open nje. your and showed him. Mungu akamwonyesha He kitu. saw a thick layer Akaona kapeti nene covers the church. limefunika kanisa. That was a barrier. Hicho kilikuwa ni kizuizi. Hallelujah. Haleluya. And God said to him, deal with it. Mungu akamwambia You have shughulika heard God's nalo. servant said it. Mmemsikia And he said akisema he hivyo. was reading and meditating John chapter 1 verse 5. Anasema alikuwa akisoma na kutafakari Yohana 1:5. He said he pointed out to it. Anasema akalinyoshia The kidole. light shineth in Ile darkness. kapeti akaliambia nuru ya ng'aa And gizani. darkness Wala comprehended. giza aliwezi kuishinda. You know what God told him? Unajua Mungu alimwambia nini? That this is what the devil is using to misinterpret what I'm doing in this church. Kwamba hichi ndio ambacho shetani anatumia kutafsiri vibaya kile ninachokifanya hapa kanisani. All the prayers, the word, nothing was happening. Maombi yote, neno, hakuna kitu kilichokuwa kinatokea. Because there was barrier. Kwa sababu kulikuwa na kizuizi. Despite the 18-hour vision, Pasipo kujalisha alipata maono ya the masaa church was 18. stagnated Kanisa lilidumaa until the barrier was dealt with. mpaka kile kizuizi He said kiliposhughulikiwa. immediately he spoke that word when God Anasema said deal with it, alipotamka lile neno, that he saw it fold up like a mat. aliona lile kapeti likijikunja kama mkeka. And God said, when I came to the world, Na Mungu akamwambia nilipokuja duniani, someone have to tell someone. mtu ilibidi amwambie mtu, Go to town and tell them, come and see. nyendeni mjini waambie waje kuona. That's the day our handbill have that title, come and see God at Ndio work. siku there. tulitengeneza vipeperushi tukiandika njoo uone matendo makuu ya Mungu. And from that moment, the church began to grow. Na baada ya mwezi huo sasa kanisa likaanza Till kukua. today, Mpaka leo the church have not stopped growing. kanisa halijakoma kukua Because a barrier have kwa been sababu broken. kizuizi A kiliondolewa. barrier have been broken. Kizuizi I kilivunjwa. don't know the barrier the devil is. Do you know that barrier made people pass the church and thinking that it's a white garment church? Unajua kile kizuizi kilisababisha watu wao wanapita kwenye ile kanisa waingie kwa sababu Somebody wanadhani later joined the ni kanisa lisilo sahihi. So anytime I pass here, Kuna mtu alikuwa anasema kila I nilipokuwa see you nikipita people as a white garment church. nilikuwa ninaona kama ni kanisa la vazi jeupe. And God's servant said that time he doesn't wear white that time. He was Mtumishi wa not Mungu wearing anasema na white. kipindi hicho alikuwa avaa hata nguo But yote the devil nyeupe. was painting the church as a white garment church Lakini shetani alileta tafsiri kanisa lionekane kama ni kanisa la vazi jeupe until the barrier was broken. mpaka kile kizuizi kilipoondolewa. A church with 18-hour vision Pamoja na kuwa na maono ya masaa couldn't 18. grow because of barrier. Kanisa likusonga mbele kwa sababu ya That's kizuizi. why you must be angry with satanic barriers. Ndio maana lazima uvikasirikie vizuizi vya kishetani. They hinder destiny. Vinazuia hatima. They hinder destiny. Vinazuia hatima. Many could have been married now, but there is barrier. Wengine ingebidi wawe kwenye ndoa labda kuna Many vizuizi. could have been more than what they are, where they are financially today because of Wengine barriers. ilipaswa wawe juu kifedha lakini kwa sababu ya vizuizi There are many wamedumaa. families they don't cross they don't cross one particular stage financially. Kuna wengine hawavuki hatua there is a fulani barrier that been ya kifedha kwa sababu ya kizuizi. People of God, you need to fight today. Watu wa Mungu unahitaji kupigana leo. And those barriers shall be broken. Na vizuizi vitavunjika. You know, one of the things I learned from that story I told you now, Moja ya kitu nilichojifunza kwenye story niliyokuambia hapa. and also joining in with Encounter of Kenneth Hagin.
Pia nikiunganisha na ule mguso aliopata kupitia Kenneth Hagin. Jesus appeared to him in a vision. Siku moja Yesu alimtokea Kenneth Hagin kwenye maono. There was this devil also appear. Na huyu pepo akatokea. Jesus told Kenneth Hagin to deal with it. In other words, Yesu akamwambia Kenneth Hagin ndio amkemee pepo. Power. Kwa maana mwingine alikuwa anamwambia mimi nimekupa mamlaka ya kumkemea huyo pepo. See the layer. Deal with it. Ni sawa na vile ambao Mungu alimwambia Askofu Oyedepo, unaona hilo kapeti lishughulikie. Mungu anakuambia wewe. Kuna kizuizi. Deal with that barrier. Kishughulikie hicho kizuizi. It's not the one that will do it for you. Mungu si ndiye atakayeshughulikia. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. You take responsibility. Wewe ndio unapaswa kuchukua wajibu. And what must you do? Na unapaswa kufanya nini? First of all, make sure you are born again. Kwanza kisha umeokoka. The first key to breaking invisible barriers. Fungua kwanza kuwezesha kuvunja vizuizi visionekana ni kuokoka. The second one. Hatua ya pili, walk in the light of scriptures. Tembea katika nuru ya maandiko. Locate scripture. It was John chapter 1 verse 5 that the Bishop Oyedepo used. Ni ile Yohana 1:5 ndo Askofu Oyedepo alitumia. The devil cannot stand against the word of God. Shetani hawezi kushindana na neno la Mungu. Locate scriptures and point to the devil, it is written. Tafuta maandiko na mwambie shetani imeandikwa. When the devil came in Matthew chapter 4, shetani alipokuja kwenye ile Mathayo 4 to tempt Jesus, Jesus said it is written. Kumjaribu Yesu, Yesu alimwambia imeandikwa, and the devil left him for a season. Na shetani akamwacha kwa kitambo. Hallelujah. Hallelujah. I'm not hearing a bigger amen. Sisikia hallelujah kubwa. Third thing, engage the weapon of faith. Faith is a weapon. Pia itumie silaha ya imani. Ephesians chapter 6 verse 16. Imani ni silaha. Efeso 6:16. Zaidi ya yote, the shield of faith. Twaeni ngao ya imani. That will enable you ili muweze to break every barrier. Kuvunja kila kizuizi. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. The fourth one. Hatua ya 4. Be committed to kingdom stewardship. Itoe as a lifestyle. Katika kutumika kwa ajili ya ufalme. When you are busy serving God, God will be busy breaking barriers. Unapokuwa na juhudi katika kumtumikia Mungu, Mungu atakuwa anawajibika kuvunja vizuizi vyako. Number 5 thing you need to do. Kitu ambacho unahitajika kufanya. Continue. Endelea. To declare boldly. Kutamka kwa ujasiri. Against every unwanted situation in your life. Dhidi ya kila hali usiyoitaka katika maisha yako. Let's liken barrier as a mountain. Tuvifananishe vizuizi kama mlima. Mountain will not melt until you speak to the mountain. Mlima hautayeyuka mpaka umeutamkia. Mark chapter 11 verse 23. Marko 11:23. If you will say to this mountain, kiwaambia mlima huu, let barrier hear your voice. Sababisha kile kizuizi kisikie sauti yako. And will not doubt what you have said. Na usiwe na shaka na kile ulichokisema. God will make it happen that you have what you say. Mungu atasababisha hilo ulotamka litokee na utalipokea. Speak against every unwanted situation in your life. Tamka kinyume na hali usiyoitaka katika maisha yako. Luke 21 verse 15. Luka 21:15. God has given you a mouth and a wisdom. Mungu amekupa kinywa na hekima. Which none of your adversaries. Ambaye hakuna adui zako shall able to gainsay or resist. Wanaweza kushindana nao kupinga. Psalm 81 verse 10. Zaburi 81:10. Open your mouth wide. Fungua sana kinywa chako. Declare it. Tamka. And I will confirm it. Nami nitathibitisha. Psalm 81 verse 10 to 14. Zaburi 81:10. He said my people will not hear. Watu wangu hawatasikia. They will not hear. They will not hearken to my voice. Hawatasikia sauti yangu. And they went to captivity. Wakaenda kwenye mateka. Psalm 18 verse 44 and 45. As soon as they hear of me. Waliponisikia tu. Psalm 18 verse 44 and 45. Zaburi 18. As soon as they hear of me. Mara tu waliponisikia. They shall obey me. Wananitii. Who are they? Barriers. Ni nani hao ambao watakutii hivyo vizuizi? They are not hearing you. Hawakusikii. They will be speaking to you. Na kama hawakusikii watakuwa wanakutamkia wewe. If the barrier is not hearing you, kama kile kizuizi hakikusikii wewe, you will be hearing them. Wewe ndio utakuwa unakisikia. And when they speak fear inside of you. Na vikikutamkia vinakupandia hofu. When you speak fear inside of them. They will run away. Wewe unapotamka unavitamkia vile vizuizi hofu na vinakimbia. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. And number 16 to do. Kitu cha 6 cha kufanya. Believe. Amini. In the prophet God have sent to you. Muamini nabii ambaye Mungu amekutumia. There is no Exodus without Moses. Hakuna kutoka pasipo Musa. God needed Moses to deliver their people from barriers. Mungu alimhitaji Musa kuwatoa watu wake kutoka kwenye vizuizi. If you despise your Moses, ukimdharau Musa wako, you will remain in Egypt. Utabaki katika nchi ya Misri. If you despise your Moses, ukimdharau Musa wako, you will remain in Egypt. Utabaki Misri. The reason many church members are still in Egypt. Sababu waamini wengi wako kwenye Misri, to recognize
recognize the Moses God have sent to Ni kwa them. sababu wameshindwa kumtambua Musa ambao Mungu Those who amewatumia. are wise to recognize their Moses Wale wenye hekima na wanaweza kumtambua Musa wao, can't stay in captivity. wala hawezi long. kubaki kwenye umateka. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. That is the principle of God. Hiyo ni kanuni ya Mungu. God has every power to come down to Egypt and do Mungu it. alikuwa na nguvu ya kushuka mwenyewe Misri na kuwaokoa, But by a prophet. lakini kupitia nabii. Hosea 12 verse 13. Hosea 12:13. By a prophet. Kwa nabii The Lord brought Israel. Bwana aliwatoa Out of Israeli Egypt. kutoka Misri, By a prophet. na kwa nabii He will preserve you. wakahifadhiwa. Many don't have. Many don't receive what he sent to them. Watu hawapokei kile If ambacho you Mungu don't hear anything amewatumia. I say today, if you despise your Moses, Ukimdharau Musa wako, if you dishonor your Moses, ukiacha if you kumheshimu talk Musa against wako, your Moses, ukiongea kinyume na Musa wako, you will remain in Egypt. utabaki kwenye nchi ya That is the umateka. way God works. Hiyo ndio namna Mungu anatenda kazi. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And finally, number 7, Mwisho namba 7, continue to give God high praises. endelea kumpa Mungu sifa kuu. When your praise goes up, Sifa zako zinapokwenda juu, God comes down. Mungu anashuka chini. No barrier can hinder God's when he comes down. Hakuna kizuizi kinachoweza kumzuia Mungu pale When anaposhuka Paul and chini. Silas sang praises to God, Paulo na Sila waliimba sifa kwa Mungu, God came. There was, the Bible says, suddenly, Mungu akashuka bila and sema immediately there ghafla, was an earthquake. kukawa na tetemeko la nchi. Acts chapter 16 verse 25. Matendo 16:25 na kuendelea. And the chains broken. Na minyororo ikakatika, Barriers break on their own accord vizuizi vikavunjika vyenyewe when you sing God down. pale unapoimba na kumshusha Mungu chini. It's a new day for you. Ni siku mpya kwako. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. Are you ready to battle this hour? Uko tayari kupigana Somebody sasa? shout a louder Sema amina amen. kubwa. But before we do that, Lakini kabla hatujapigana vita, the greatest barrier you need to break kizuizi kikubwa unachohitaji kukivunja is a barrier of sin. ni kizuizi cha dhambi. Sin is a barrier. Dhambi ni It kizuizi, hinders your blessings. kinazuia baraka zako. You know, Jeremiah 5 verse 25. Yeremia 5:25. He say, Jeremiah 5 verse 25. Yeremia 5:25. He say, your iniquities Sema maovu yenu have torn away distance. yameondolea mbali haya Your mambo. sins are withholding. Dhambi zenu The sin is a zimewazuilia. barrier that can withhold good things from you. Dhambi ni kizuizi kinachoweza kuzuia mema Are kwako. withholding good things. Dhambi zenu zimewazuilia mema yasiwapate. Break the barrier of sin first. Vunja kizuizi cha dhambi kwanza. It becomes easy to break every other one. Hiyo itakuwa rahisi kuvunja vizuizi vingine. Everybody that is here that is not born again, Yote aliyoko hapa ambaye hajaokoka, this is a barrier to break. hicho ni kizuizi cha A kuvunja. simple prayer you pray now, Kwa ombi rahisi utakaloomba sasa, and that is enough. na hicho kizuizi cha dhambi You want kitaondoka. to surrender to Jesus, Unataka kumpa maisha yako Yesu, or you want to rededicate your life to au Jesus, uliokoka ukarudi nyuma, unataka kutengeneza na Yesu. wherever you are, Popote ulipo, put your hand on your chest. weka mkono wako kifuani. I will pray a simple prayer for you, Nitakuombea maombi rahisi tu and those barriers shall be na broken. vizuizi vitavunjika. Put your hand on your chest. Weka mkono wako kifuani, unataka Put kuokoka. your hand on your chest. Unataka kuokoka, weka mkono wako kifuani. Hallelujah. Haleluya. And come forward here. Let me pray for Njoo you. hapa mbele nikuombee. You want to rededicate your life? Come. Unataka kuokoka, You want to become? Let me unataka pray kutengeneza for you. maisha yako na Yesu, njoo mbele. Come. Take that step. Njoo And come. mbele, chukua hatua ya imani, njoo. Take that step and come. Njoo mbele. They are clapping for you. Come. Come. Wanakupigia makofi, Come. njoo. Jesus is calling you. Yesu anakuita. Jesus is calling you. Yesu You anakuita. are here. You know it very well. You are not born again. Uko hapa unajua kwamba haujaokoka. Come forward. Let me pray for Njoo you. mbele nikuombee. Wherever you are seated, please come. Popote ulipo tafadhali njoo. God bless you. God bless you. God bless you. Come. Mungu akubariki, njoo. Come. Come. Njoo, wewe unataka I'm still kuokoka. waiting for you. I'm still waiting for you. Unataka kuokoka, njoo I'm mbele. still waiting for you. Come. Bado ninakusubiri. Come. Clap your hand. They are coming. They Njoo are coming. tuwapigie They are makofi, coming. wanakuja. Come. Come. Jesus is calling you. Yesu anakuita, njoo. Come. Jesus is calling you. Jesus is calling Njoo, you. Yesu Jesus is anakuita. calling you. Unataka kuokoka, I'm njoo still waiting for mbele. you. Come. 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 Unasubiriwa, njoo. Get seated, congregation. Get seated. Kanisa tuketi. But if you are coming, please come forward. Let's. Wewe unataka kuokoka, unaweza We want to do ukaendelea. it now. Come. 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 Unataka kumpa Yesu maisha yako, njoo mbele. Hallelujah. Haleluya.
Put your hand on your chest. Let's pray. Weka mkono wako kifuani tuombe. Please. Mfuatisheni maneno haya. Sema, Bwana Yesu, asante kwa neema yako. Ulioko hapa mbele, tafadhali fuatisha haya maneno. Sema, Bwana Yesu, asante kwa neema yako iliyonivuta kwako. Ninakiri ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu. Nioshe kwa damu yako. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ingia katika maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wangu. Kuanzia leo nitakufuata na kukutumikia siku zote za maisha yangu. Father, thank you for saving these souls. Asante Baba kwa kuokoa nafsi hizi. Let the grace that saved them be with them. Neema iliyookoa iwahifadhi. I cover them with the blood of Jesus. Na wafunika kwa damu ya Yesu. Any one of them being tormented yote anayeteswa by the devil, na shetani, I command that devil to leave your body now. Na amuru ya shetani aachie mwili wako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. And I cover you with the blood of Jesus. Na kufunika kwa damu ya Yesu. Loose her, the devil, and let her go. Shetani mwache na aende. I command you in the name of Jesus Christ. Na kuamuru katika jina la Yesu Kristo. Out and return no more. Toka na usirejee tena. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. You are covered by the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. Please take them out. And everybody stand up on your feet. Mwafuate watumishi wa Mungu upande wako wa kushoto, kuna watumishi wa Mungu wafuate. Upande wa kushoto kuna watumishi wa Mungu wafuate. Kanisa wote tusimame, kanisa tusimame. You have watched those barriers stay there for long. Umekuwa ukitazama hivyo vizuizi vimekaa kwa muda mrefu hapa. It's time to wage a war. Ni wakati wa kupiga vita. Behind every four home there are four carpenters. Nyuma ya kila pembe nne basi kuna wafua vyuma wanne. Lift up your voice now. Command every barrier holding you down. Amuru kila kizuizi kinachokuzuilia kivunjike. Command the spirit. Say, if you will say to this mountain, maandiko yanasema ukiwaambia mlima huu uondoke ukatupwe baharini, usina shaka moyoni mwako, bali uamini kwamba yote usemao yanatokea, utapata yote uyasemao. Amuru hivyo vizuizi viondoke. Command those barriers to leave you. In the name of Jesus Christ. Command those barriers to leave you. In the name of Jesus Christ. Command those barriers to go. Every invisible barrier. You might not see them with your physical eyes, but they are there, they are real. Every invisible barrier be destroyed, be destroyed, be destroyed, be destroyed, be destroyed. Every barrier preventing your glory, every barrier preventing your testimony, every barrier preventing your concession, crumble today, crumble today. If you will say to this mountain, I need to go, lift up your voice. Every barrier crumble, every barrier crumble. Alikata, Bralia Katolobo, Abrakatobre la Brasokotalia, Alia Katobre, Lia Katakato, Eboland, Kiatobe, Eshua Kata, Bralia Palabraboshia, Aliando Breketu Balando, Alubalando Brekatu Balande Katobelia, Ebrakato Brekatobre Shuba, Alande Katekate Katelaba, Ayilanda, O Brakata, Brakute. Ikiatakata, Brandolobo Shalaba, Ayulia Baba, Brakato Brelandalaba. Is somebody speaking to that barrier to crumble? Is somebody speaking to that barrier to crumble? De Boshakabo Liakaba, Balakaba, Alakatekatobila, Ikiatakaba, La Brakatoko Tolobo, Ibulanda Katakato Lando Breketoba, Ayulanda Kata, Kato Brekato. Ekuta kaba lando breketuba ayuli abala brakiatuba abando brekatuba lando breketuba ibulanda kato brekatubelia abalanda katoketolaba ayuli akata bralianda katolia ibrando bakata katala kalaba abakatobe ebolia kateketuba la brakatobelia ayuli akata brashule balaba
Ayalando brekato bala. Alando brekata kato breka. Abuti kata brakato. Ebula bala kalabala boshi alaba. Alande kiata. Abrakato keto balia. Ayulia kata kateka telia. Ebula bala boshi alaba. Alianda la brakato lobo. Abrakate kalabra katolia. Eshia kata katoke tula. Abra la boshi alaba. Ayelando brekatoma. Abolando ketokalia. Ashuke tekata. Makotianda katobrelia. Eshuanda kabalando brekatobelando. Ebulande ketokaloboshi katakata. Ayola brakatobelanda katakatube. Ebulanda ka blalianda katekaloboshia. Ebulande keteketo baliaba. Ayulia katakatobelanda. Alando brekatobelanda kiata. Ayulia baba lakatoketolia. Ekiata abrababoshia. Ebanda katakateketo. Eketeketo koto kalabakatolia. Ayilande katekato belea. Ebulanda kateketubalanda kia. Abakiato. Aliande keteka. Elia baba lebra katoketulia. Eketeketuba la brakatubelanda. Abuliande katobreketo kalaba. Ashobre katala brakia. Alande katobelanda kia. Obreketuba. Alinda katakatofeli aba. Abulanda katobe. Eketokotula brakatoketula. Eketeketuka takatokotula. Ebalando breketo balabralia. Alande katokaloba kotikatoa. Ekuandu belaba. Ayulia papa balando breketu balia. Abolando breketo kalaboshika. Eketeketu balabrakataka. Ayala baba baba. Alande katoba kotianda. Ekitokotoko takateketo. Eketeketu katakatakato. Ebulando balabrakato. Ebulakato bakato kalabalaba. Alia katalaba. Atobreketo kalabakute kaloba. Ebulande kato breketoba. Eshuande kabalando breketo. Ekatolia baba. Is somebody speaking to every barrier? Seen and unseen barriers be broken. Every barrier against marital breakthrough of gospel, against peace in their home, I break you in the name of Jesus. Every barrier against their academic sources, be broken, be broken, be broken, in the name of Jesus. Abalanda katoketo kaloba. Alabalabo seketo kalaboshi katakatanaba. Iliba katoko alabalaba. O breke teketo labalaba. Aliande keto libalabo. Ekuta katekia tolobo. Abondo kotoko tolobo shalaba. Elia baba labra katolobo. Abola bo seketo lobo shalabalaba. Alia baba sholobo liabalaba. Alia baba sholobo. Aliande lebo shalabalaba. Ekia tokoto. Ekateketo lobo shalaba. Alia baba shokoto. Ekia takatekia tolobo. Epalia baba shakatolobo. Abalabo sholobo liabalabalaba. Alia baba sholobo liabalaba. Sholobo liabalaba. Alabalabo seketo kotolobo. Ebalia baba katokoto. Ebalia baba sholobo liabalaba. Akatokoto kotolia. Ekia teke tolobo shialaba. Abuando kotolobo. Aliande lebo shakatakato balaba. Alando kato kato balakote. Eketo katakaboshi katakalaboshia. Abalambala bokatalaba. La katobe la katoke doba. Eboshi katakato. Ebonda katobe la kote kalaboshia katolia. Ebalianda katalia. Every barrier of sickness and disease be destroyed, be destroyed, be destroyed, be destroyed. La kabale kato. Ebolande kato brekatoba. Alande kato belando alaba. Ayulia katoke tu balambwale boshi alaba. Alando breketo. Eketeketo kalabakato. Ebrando kato balandonia. Alabra kato ketoliba. Ekuta kata kato belia. Ebulanda kata. Alabra kato baleba kote. Eketeketo kotoka. Ebula balabra kato koto. Eketeketu kalabakatuba. Ande kalaba. Alobreketuba labra kato ketule. Ebulamba lenda labra kata. Alobrekato bela. Ebula baba baba balaba. Alande kateketo. Ebalande kato belando. Ebuta katushiaka. Thank you, Jesus. Santes. If you believe something has happened, shout it louder. You know, in a spiritual realm, kwa sababu katika ulimwengu wa roho everything have ear and a hear. Kila kitu kina masikio na kinasikia.
That's why the Bible says if you say to the mountain, ukiwaambia mlima, everything hears. Kila kitu kina masikio kinasikia. Jesus spoke to the fig tree. Yesu aliutamkia mtini. There is nothing depth. Hakuna kitu ambacho ni kiziwi. That's why you can speak to malaria, malaria will bow. Ndio unaweza kuiambia malaria, malaria ikatii. Barriers hears. Vizuizi vinasikia. Because it's not just about barriers. Kwa sababu si swala vizuizi tu. But the forces behind the barriers. Kuna nguvu zinasababisha hivyo vizuizi. And as you have spoken to that barrier, kama ambao umetamka dhidi ya hivyo vizuizi, I stand by the authority of Jesus. Nasimama katika mamlaka ya Kristo. And by the unction backing this commission. Na kwa upako unaotenda kazi katika huduma hii. Those barriers. Hivyo vizuizi. Hindering your testimony. Vinazuia ushuhuda wako. Hindering your breaking limits. Vinazuia kuvunja mipaka. Hindering you enjoying that marriage. Vinazuia usifurahie ndoa. Hindering your marital breakthrough. Vinazuia mpenyo wa ndoa. Hindering your academic success. Vinazuia mafanikio masomo. Hindering your financial breakthrough. Vinazuia mpenyo wa kifedha. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. They are destroyed now. Vinaharibiwa sasa. The Bible says in Isaiah 59 verse 19. Biblia inasema katika Isaya 59:19. The enemy shall come like a flood. Adui atakapokuja kama mafuriko. The spirit of the Lord. Roho wa Bwana. We raise up a standard. Atainua viwango. We lift up a standard. Atainua viwango. I engage the power of the Holy Ghost. Ninaitumia nguvu ya Roho Mtakatifu. The power of the highest. Nguvu ya Mungu aliye juu. And by the power of the Holy Ghost. Na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Those barriers are broken now in the name of Jesus. Sasa kwa jina la Yesu. Those barriers are broken now in the name of Jesus. Sasa kwa jina la Yesu. Those barriers are broken now in the name of Jesus. Sasa kwa jina la Yesu. Anyone holding you, yoyote anayekukamatia, not to access your blessings, na kufanya usipate baraka zako, those oppositions, huo upinzani, crumbles now in the name of Jesus. Sasa kwa jina la Yesu. You are free now uko huru sasa to go and access your testimonies. Nenda ukapate shuhuda zako. You are free now uko huru sasa to go to your promised land. Nenda kwenye nchi yako ya ahadi. Pharaoh is drawn in the Red Sea. They will not rise their ugly head anymore. In the name of Jesus Christ. Every hanging answers, they are released to you now. Every hanging blessings, they are released to you now. Anything you have lost as a result of invisible barriers, they are restored now. They are restored now. Katika jina la Yesu. So shall it be. Ndivyo imekuwa. I'm not hearing a louder amen. Sisikia bila kubwa. I'm not hearing a louder amen.